Iwe siara yangu, ukanihifadhi na mateso, ukanizungusha. Nina watu wachache ambao wanaamini maono yangu kidogo yana ukakasi. Wakati mwingine unahitaji kuwa na mawazo mapana sana uweze kuyatransform, uweze kuya-implement. Sebo alikuwa ni mmoja kati ya hao watu. Ni mtu ambaye utamwambia kitu kwa udogo, atakitekeleza kwa ukubwa. Utampa taarifa nyembamba, ataibeba kwa ukubwa. Hata kabla ya mauti wake, masaa mawili kabla, nilizungumza naye zaidi ya dakika 40. Nilikuwa nampa information vipisi. Lakini kwa sababu namjua jinsi gani anaweza kutanua information, aliniambia nimekuelewa na kesho naenda kuyafanyia kazi hayo yote. Naamini kwa upande wangu maumivu yangu ni makubwa sana ambayo siwezi hata kuelezea nikamaliza hapa kwenye hii mic. Nina hakika hata yeye huko waliko anajua ameacha maumivu makubwa kwa kiasi gani kwa familia ya EFM, familia yake na mimi kwa ujumla. Sebo ndio mtu pekee aliyenifanya mimi nikaamini Majizo anampenda Lulu. Na bahati mbaya Lulu ametoka, lakini Majizo yupo. Baada ya Lulu kuwa amepata matatizo, wa kwanza kunitafuta alikuwa ni Sebo. Ananiambia Majizo hali yake ni mbaya, hangaika Lulu atoke, vinginevyo nampoteza Majizo. Sasa mimi nikawa nahisi Majizo anaigiza. Sebo akaniambia hivi ninavyoongea yuko hapo ofisini kwako mkoani. Nikamuuliza hajafika. Akasema toka nje utaona gari imepaki na Majizo yuko ndani ya gari. Kweli baada ya kukaa na Majizo, na nafikiri tulichukua kama siku kama 3-4 hivi, na baada ya kubaini ya kwamba ana upendo wa kweli, kwa mara ya kwanza mimi nilienda gerezani kwenda kumuona Lulu kwa sababu tu ya upendo aliokuwa nao Majizo kwa Lulu. Na Mungu alivyosaidia Lulu akatoka, Majizo akamleta Lulu moja kwa moja nyumbani Masaki. Na alipofika nikamwambia Lulu, Majizo ameonyesha upendo wa dhati na wa dhahiri. Nenda kaolewe na Majizo. Sasa Sebo ametangulia, ambaye ndio alitufanya wengine tupiganie penzi la Majizo na Lulu. Na mimi sina uhakika kwamba kama amebaki mtu mwingine aliyekuwa anajua, na bahati nzuri Majizo amesema. Lakini kwa kweli nimebaki, nitakaa nao kuangalia ule upendo wa mwanzo waliokuwa wananishuhutisha kwenda gerezani kama bado upo, ili kuhakikisha ndoa hii inaendelea kuimara kwa kumwenzi ndugu yetu Sebo. Jambo la mwisho, mahubiri yamefundishwa. Lakini nilikuwa nauliza pale alaji ni nini? Nikaambiwa kwa sababu alaji wenyewe akitokea hivi unakuwa na maswali, hii alaji ni nini? Niwaambie tu alaji na washikaji wa Sebo, Yesu yuko njiani anakuja. Tutafute ufalme wa Mungu mapema, ili wakati wetu utakapofika na sisi tuwe tumejiandaa kwenda mbinguni. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki na watakia kila la heri. Nawe Bwana ukanisamehe kutoka dhambi yangu. Alisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana.